andika, Mungu atafanya. Wewe amini. Wewe amini. Acha. Tafundisha kwa ufupi. Asilimia kubwa maisha ya waamini wengi yameharibika kwa sababu ya haraka. Watu wanapenda kuforce mambo, hawataki kukaa katika imani, bali wanapenda kulazimisha vitu. Unajua, kulazimisha mambo na imani ni vitu viwili tofauti. Imani itakufanya ukae katika uwepo wa Mungu, katika hali ya kimungu, katika mazingira ya kimungu, katika neno la kimungu. Lakini mtu mwenye haraka hana imani. Wengi wanajikuta wameharibika. Na asilimia kubwa ya watu wengi wametoka nje ya njia iliyo sahihi kwa sababu ya kuharakisha vitu. Ana haraka. Amemwona mtu amejenga, sema amemwona mtu amefanya na atakujenga kwa lazima. Ndipo mwanzo wa watu kwenda kwa gari ya kienyeji, ndipo mwanzo ya watu kuikana imani haraka. Wengi wameingia kwenye familia za ajabu zisizoeleweka kwa sababu ya haraka. Amona mwenzake amevaa shela, naye atakovaa shela, kwa analazimisha vitu. Kwa kitendo cha kulazimisha vitu anaingia kwenye maisha ambayo hayako kwa mapenzi ya Mungu. Ndipo baadaye unajikuta umekuwa mtu wa vita. Vita nyingi inaingia kwa maisha yako, si kwa sababu unajua kuna vita nyingine ulipofuta mwenyewe kwa haraka zako. Kwa sababu Mungu ana kanuni ya mfano. Ukiamini kwa wakati wa majira yake, kwa mimi jambo lolote ukiliforce kwa sababu ya matamanio yako, Mungu namwacha, unaanza kwenda wewe na akili zako. Ndipo wengi unafika mahali mnakata tamaa. Wengi nafunga makanisa, wanasema sio uko wangu. Wengi anaacha ndoa, wanasema ni wife poa. Wengi anaacha wanaume, wanasema ni wife poa. Acha kuonekana peke yangu kwa sababu ulilazimisha vitu. Wengine anaanza jambo alafu analiacha kwa sababu alilazimisha kitu kabla ya kufanya. Wimbo uliopara unasema binti, usiharakishe mapenzi, yatakuja kwa wakati wake yakiwa na vyema. Sasa kuna watu hawajaharakisha mapenzi, unaharakisha mambo ambayo hayakutana na uwezo wako. Unashindana na watu, utaki kutembea vile ambavyo Mungu amekusudia utembee. Wewe ni vipindi vibaya kwenye maisha machafu ya uharibifu kwa sababu ya kuharakisha. Ana haraka. Alimwona mtu kununua gari, ataka aforce na yeye lazima awe na gari. Kwa hiyo itampeleka mpaka kuua. Amemwona ameolewa, inabidi abadilishe mfumo na
ili olewe. Akipita mbele za watu mpaka chekelewe kidogo. Malingo ambayo ni ajabu. Baada ya kumsaidia olewe, ndipo anachelewa kuolewa. Na akifasi kuolewa, ndipo anajikuta ameolewa mahali ambapo hakustahili kuolewa. Ipi hapa? Tusome wimbo ulioona sura ya 3. Mwanzo mstari wa 5. Anasema na wasihi enyi binti za Yerusalemu, wanawake mabinti wa Shalom, kwa paa na kwa ayala wapeni, usiyachochee mapenzi, usiharakishe mambo, wala kuyaamsha hata yatakapoona vyema yenyewe. Halo, kila kitu kina wakati wake. Kila kitu kina wakati wake. Ukifuata unaweza kuingia kwenye uharibifu. Ule wakati wako utimilifu usiufikie, ukafa kabla utimilifu, kwa sababu umeforce wakati. Ukifuata wakati, kuna mwimbaji mmoja wa nyimbo za Injili anasema niliolewa kabla ya umri wangu. Amekaa mwanaume wake 100. Wamepona chanae. Na unashauri watu kama msiachane na mwanaume zenu. Akasema hapana, mimi niliolewa na mwanaume. Sema nikiwa mtoto mdogo sikuolewa kwa akili yangu. Kwanza nilikuwa mzima kwangu. Sema nikaolewa na. Sasa amefika kiwango sasa cha utu uzima, akitembea na yule baba njiani, anaona sio taifa. Upande unaingia, anamwacha wakati unaweza kaingia kwenye uharibifu na usifikie wakati wako. Tuanze sura ya 13 pale mwanzo. Mwanzo sura ya 13. Angalia mwenzako kumwambia ibada ya leo utasikia. Ndio ukiwa unataka maombi kwa kufungua sheria, ndio maneno yanatafungua. Sura shangazi na wengine nasema inuka nyumbani, wewe subiri maombi usisikilize neno. Neno kama leo ni maombi kwa kuombea. Leo ananiwekea kama kwa mshiriki mkono. Na kutuma neno kwa. Sema amen. Mungu anamwambia Abraham, nitakubariki. Nitafanyaje? Nitakubariki. Kila atakachofanya Abraham abarikiwe na Mungu ni Abraham kujua kwamba anayefanya ni Mungu, tena si kufanya kwa wakati wake. Mimi Abraham inabidi baki kwenye mapenzi ya Mungu. Amina. Imagine, sijajua Abraham ameoa na miaka mingapi. Ninachojua Mungu ameanza kuongea na Abraham baada ya baba yake kufa. Alikuwa na ndugu zake ngapi? Wawili na alikuwa watatu. Shalom. Ndugu zake. Baada ya baba yake kufa, Mungu anamwambia Abraham, toka nyumbani katika nchi yako kutoka kwenu. Nenda mpaka atakapokuonyesha. Programu ya Mungu
nataka kubariki Abrahamu nianzie hapa. Abrahamu msikiliza Mungu, naomba hakuna shida. Sura hiyo ya sema amen. Mungu anamwambia Abrahamu anamwambia Mungu hakuna shida. Soma Mwanzo sura ya 13. Ndio. Mstari wa kwanza anasema Abrahamu akapanda kutoka Misri. Akapanda kutoka Misri. Yeye na mkewe. Yeye na mkewe. Na kila alichokuwa nacho. Na kila alichokuwa nacho. Na Lutu pamoja naye. Na Lutu pamoja naye. Mpaka kusini. Mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana. Abrahamu alikuwa ni tajiri sana. Pale sura ya 12 Mungu amemtaka Abrahamu atoke. Yes. Anatoka soko barabara. Anatoka soko la uchumi. Ndio utajiri anaupata njiani. Sema amen. Na Abrahamu anaoa mwanamke anaitwa Sara. Lakini Sara alifungwa tu. Mungu anamwambia utakuwa na uzao kama mavumbi ya ardhi. Hapo kama kuna mtu ataweza kuhesabu mavumbi ya ardhi, ndivyo uzao wako utaweza kuhesabiwa. Lakini mtake ndio sasa. Ambao umetulia miaka 80 inafika, Sara anakatamaa kama wewe unataka kujua vipindi vya Mungu, utaki kujua kwa Mungu anafanya. Sara anamwambia Abrahamu, ingia kwa mjakazi wangu wa chini, anatengeneza vita ya uzao wake bila kujua. Wengi ambao wamekosa ustahimilivu kwenye vipindi vyao vya ndoa, vipindi vyao vya uchumi, pale wanapotafuta mbadala wowote unakuwa ni vita. Twende Sara na Abrahamu wanaendeleza vita ya uzao wake baadaye bila kujua. Leo kuna familia na ukoo zinauana, zinawekana, wanawizi kwa sababu ya wazazi hawakujua, walikuwa wanataka furugu baada ya vita. Sema amen. Sema amen. Wanampata Ishmaeli, anazaliwa vita wa Isaka, vita wa Sara, anazaliwa. Mpango wa Mungu sio Ishmaeli, mpango wa Mungu ni Isaka. Kuna mambo unayakimbilia, sio mpango wa Mungu. Unaacha hiyo mpango wa Mungu, unajiingiza kwenye vita. Mpango wa Mungu hakuwa Ishmaeli. Sara amemfukuza Ishmaeli mama yake. Baada ya Sara kubeba mimba, Ishmaeli alikuwa ni kijana, kwa sababu Ishmaeli amezaliwa miaka 80 na sababu Isaka amezaliwa na miaka 100. Kuna distance kubwa sana hapo ya tu. Kwa Ishmaeli kijana yeye, Isaka ndo mama yake amebeba mimba. Alipobeba mimba Sara ya Isaka, Ishmaeli anacheka sana, asira sana na mama. Yeye mwenyewe alimwambia ndio mjaba kufanya kazi tepate uzao naye. Yeye mwenyewe sana anamwambia fukuza huyu kijakazi na mtoto wako. Sasa anaonyesha Ishmaeli na maajabu ya mkizeni kinaonyesha. Lakini Ishmaeli alimtazama. Halo. Wamemzaa kwa utulivu. Mwambie kwa ustahimilivu. Mwambie kwa uvumilivu. Usipaniki na maisha. Utakuletea vitu visivyo na sababu. Shukrani.
mstari wa 14 anasema Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako, utazame kutoka hapo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hiyo ulionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kitu ambacho Mungu ametuahidi kwa hicho, usikubali kukata tamaa. Kufanikisha Mungu atafanya kwa wakati wake, atafanya kwa majira yake. Usizimie moyo, usikate tamaa, usirudi nyuma, usikate imani yako, usijione tunake peke yako. Mungu yuko pamoja na wewe, atatimiza wakati wake, ataweka kucheka, ataweka kusiaki, ataweka kuona ufai. Shika kama Mungu ananiahidi, na kama atafanya, na kweli atafanya. Usisahau ahadi zake. Kadri ambavyo ndio kufurukuta kwa miemko yako, ndivyo ambavyo unaendelea kutoka nje ya kusudi lako. Kuna watu maisha yenu yatakuwa na furaha kwenye uzee wenu, na hiyo furaha haitakuja kwa sababu yenu nini, itakuja kwa sababu ya ahadi zile ambazo Mungu alizitoa, atazitimiza hata kwa watoto wenu mlioza. Unapokata tamaa kwa mbona wenzako wamefanikiwa, mbona wenzako wako vile, mbona wenzako wako vile, mbona kwa wenzako wanafanikiwa, mimi niko vile vile, watoto wangu waendi, unazidi kuwadhani watoto zako bila kujua, kwa sababu baraka za watoto zako ziko tofauti na baraka za wale wanaoomba mfano. Baraka za nyumba yako ziko tofauti na ile nyumba unaitolea mfano, na inawezekana baraka za uzao wako ni kubwa kuliko baraka za hao unaowaona leo. Tusiende baba, ana miaka 80 na anaingia kwa hadi anampata Ishmaeli Nazareti. Sababu anapozaliwa Ishmaeli, Ibrahim miaka 4, bado ahadi za Mungu anamwambia Ibrahim, ndio umeingia kwa ajili. Sababu lakini mimi sina mpango na ajili, lakini kwa sababu kilichozaliwa ni kitakatifu kwa Bwana, siwezi kukataa. Na yeye kwa mtoto wangu, sababu lakini nina mpango na sana. Nisikilize vizuri, Mungu ana mpango na wewe. Acha kurudi nyuma. Usifanye kila maisha. Amen. Juzi nilikuwa nimekaa na mtumishi wangu mmoja, sababu uko ofisini. Kwa naongea, namwambia mtumishi, nimeona nina mpango kufungua huduma nchi nzima. Tuwe na huduma nchi, tuwe na huduma nchi nzima. Yaani kila mahali tufike, tupeleke injili kila mahali. Alafu ndipo Mungu atamwona. Akasema baba, kwa mfano yule mtoto wako ule fulani hivi, sina nenda hata huko Moshi Arusha baba. Nikasema mwache akimaliza mti zake ndio apelewa. Sababu mwache apige mti zake, akishazimaliza mti zake ndio atakuwa. Unajua usimzuilie mtu, mwache afanye mti zake. Luti azitakusaidia kupiga hatua, Luti azitakufanya upige sehemu, Luti azitakuficha mapenzi ya Mungu ambayo Mungu amekusudia. Utulivu, usikivu na uvumilivu ndio ambao utaamua hatima maisha yako. Kuna vitu unaweza ukatumia nguvu zako binafsi ukajua unajisaidia.
Unani kupiga makofi kwa Yesu. Amina. Bwana Yesu. Kuna vitu maisha yako. Muombe Mungu akupe utulivu. Usipani. Moja wapo wao ambao wanashaka misa. Akamwambia Jackson mwanangu wiki iliyopita. Asa baba mtumishi wa kwamba ameniambia ukiwa tayari kwa wiki ijayo uende kwa. Dada. Nileta vitu zote. Mimi nikakaa. Nikamwambia nitaenda. Amen. Nipenda na wewe. Amen. Sio sasa. Amina. Halo. Kwa nini miaka inayokuja baba yenu utakuwa naenda nchi za nje kupumzika? Mimi naamua nikapumzike wapi? Uingereza, Kanada, Marekani, South Africa, anaamua nitaenda majira na wakati ukifika. Kama majira wakati hujafika, si lazimishi. Zisema zako unaisha makubwa ndani yako. Hilo umepaniki. Unatumia nguvu kubwa. Unakosa ibada tukataka kutafuta hela. Kama umepaniki mbaya. Niko busy sana. Natafuta. Utatafuta kukuta sisi tuko vile. Zitafute. Hizo hazitapika fujo. Zina kanuni yake. Zina miko yake. Zina utaratibu wake. Zina namna yake. Zina mfumo wake. Nataka mwanangu uelewe leo. Sema mpige mwanangu kama mwambie mpoe. Wapinga baraka zako zinakuchelewesha. Kuna haraka, kuna miemko. Na mimi kuna siku mbaya, kuna pili mbaya kuna miemko wa maka. Lakini Mungu alifundisha maana ndio anafundisha. Kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Mungu anamwambia hapa, nitakubariki uzao wako hata mtoto mmoja Adamu. Mwanzo sura ya 22. Umeenda baba. Umeenda baba. Tena. Abraham anasubiri. Shalom. Nenda sura ya 14. Soma. Sura ya 14 mstari wa kwanza. Ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shidani aliyopo mfalme wa Elasani na Kedorlaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu walifanya vita na Bela mfalme wa Sodoma na Birisha mfalme wa Gomora na Shidabu mfalme wa Adma na Shebedei mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela ndiyo Soali. Nenda hiyo 14 mstari wa 17 hapo endelea mpaka 20 hapo. Mstari wa 17. Ibrahimu ameahidiwa na Mungu kwamba atakubariki, ataacha kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Ibrahimu anachukua zaka zake na sadaka zake anapeleka mbele za nani? Ungekuwa wewe ungesema hivi,
Ungesema watumishi wa Mungu wao sidhani kuona. Yaani mtumishi aliniambia mimi nitafanikiwa nitapokea. Lakini nimekaa kanisani miaka 5 yote. Siwezi nafanikiwa mimi kwa pale pale mtumishi muongo. Na sadaka zangu naacha kutoa fungu la 10 itakuwa sio. Umoe ili kusiacha kutoa fundisho la upendo. Kadri ambavyo unaingia kwenye vita ya kimwili ndivyo ambavyo unatoka nje ya kusudi la Mungu. Ili kuleta maambio miaka mingi utapata watoto na kwa uzao wako mtasambaa taifa lolote duniani. Yes. Ulimwengu mzima uzao wako utasambaa. Kwa Mungu leo tunakuimani natembelea imani yana leo tumeungamanishwa ndani ya uzao wa Ibrahimu kama Mungu alivyokuwa amemwambia angekuwa na haraka. Wengine mnaangalia wake zenu kama wazai, mtaishi maisha umaskini kama kwa. Yaani siku utakapomwacha mwanamke ambaye ukazaa, ukija kumuoa mwanamke anaweza watoto kwa wazaa, utazama ngumu. Yule mwanamke uliyemwacha ataenda kuzaa ukazaa wenye akili. Hakuna kanuni ya kumwacha mtu kwa sababu azai. Kwa sababu Mungu anakutazama moyo wako na mnataka muelewe kwamba je, unaamini kwamba Mungu anafanya au bado unashaka? Watoto wote waliozaliwa kwa sababu ya mwanamke wa ndoa azai hawajawahi kuwazidi watoto wa yule mwanamke ambaye alikuwa azai kuzaa. Hawajawahi kuzaa. Amen. Nasema hapa sikupiga makofi. Hakuacha kufanya hiyo mapenzi ya Mungu. Kwa nitaidi sana na maisha yako. Unapo haijua jambo na unaona ni jambo nachelewa halifanikiwi. Kwa vile unataka wewe pata utulivu, endelea kufanya hiyo mapenzi ya Mungu bila kuchoka. Ili Mungu ausike juu ya maisha yako. So Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 na kuendelea anasema Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe. Mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, akambariki akasema, "Ana huyo mlikuwa ni mfalme afu alikuwa ni kiwani." Sema amen. Hakuwa tu kiongozi wa nchi bali alikuwa mtumishi wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Akambariki akasema, "Ana anabarikiwa na Mungu aliye juu sana. Mungu mbingu na nchi. Ainuliwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako." Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Japo ana shida, apana Mungu miaka mingi. Ana mwanamke mzuri, ana mali, ana kila kitu, lakini haikufanya Abraham aache ushirikiano na Mungu. Wengi mnapitia changamoto za kupunguzwa mahitaji yenu ambayo nataka Mungu awatendee. Wengi mnaharibika. Kama unafungua unafikiri unakomoa. Yule mfalme akamwambia Abraham, "Mbona kustahili unipe mimi fungu la 10?" Ibrahimu aliona utumishi wa Mungu yule mfalme. Abraham akasema, "Hapana, sitakupa wewe, nimempa Mungu aliye juu." Yesu. amina, amina, amina. Kwa sababu anazijua ahadi zake na Mungu. Hajapoteza masomo.
Sema amen. Amina. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ukienda ile sura ya 5 utaona hapa na kuonyesha namna ukawa kwa Mungu namna gani huko ili kutunza uhusiano wako na Mungu. Mungu anawaambia Abrahamu kubariki. Yes. Wewe ukaribu kwenye hii nchi nitakuzilisha. Ni kama hapo Mungu anasema Mungu nimekupa kigamboni. Kigamboni kinamjua Mungu kupitia wewe. Bwana kupitia Mungu kupitia wewe. Kigamboni kama kimbilio na kondoo. Lakini tunaangalia macho ya damu na nyama. Inakuwaje? Mbona hadi zile zinaanza kuharibika? Ni Mungu kuanzia leo sikutunikii. Mbona naona kama nachelewa? Kesho haya yote nayosema utayaona kwa macho yako. Na nakuombea kwa Mungu usife kabla wakati ili uone utukufu wa Mungu. Kama ulikuwa mkaidi mbishi na kuombea kwa Mungu usife. Ila siku ambayo Mungu atainua ile kanisa ukiona tukufu. Alimwambia haiwezekani unga ukauzwa kwa robo shekeli, kwa nusu shekeli haiwezekani, kwa sababu kipindi hicho hali ya uchumi ilikuwa ngumu, vyakula hamna, nafaka hamna, ni ukame nchi nzima. Anatabiri mtumishi wa Mungu Eliasa, itafika wakati hivi mnaona vyakula vitakuwa vingi vya kumwaga, watakuwa kwa hela ndogo. Akakataa. Alipokataa, mtumishi wa Mungu akamwambia hautafaa mpaka uone, na ukiona simama. Vijana kaona unga umepanda foreni, walikuwa kwa shilingi 100, 200, 300, 400, 500. Alipoona inawezekana nikafunga. Hapo sio mbishi kama Mungu anataka. Ndio kama mbishi kwa mambo mengine yasikuwa na kama kuna vitu na vitu vizingatie kwa njia ni kwa nini Mungu ndio tenda kazi hiyo maisha. Amini Mungu asilimia zote. Hata kama leo unakuwa unafanya tofauti na vile ambavyo unasema, lakini kuna siku tunazojisema. Sawa? Sawa. Sura 5 mstari wa kwanza na sura 5 twende kwa sasa. Mstari wa 7 anasema Au anza 4, anza 4. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako. Angalia, alijua kabisa alipokutana na Ajili
leo usichoke kwa jina la Yesu. Amina. Wanapoamini Mungu atafanya kwa jina la Yesu. Mungu afanyie mema kwa jina la Yesu. Mungu akupende mema kwa jina la Yesu. Mungu akupende mema kwa jina la Yesu. Sema ile. Acha kuangalia hali unayoiona. Amina. Acha kuangalia mazingira unayoiona. Amina. Na siku Mungu akutende. Kikubwa kama ya uwepo wako. Sema amen. Sema amen. Amina. Anasemaje? Tazama sasa mbinguni, Tazama sasa mbinguni. kazihesabu nyota, Kazihesabu nyota. kama ukiweza kuzihesabu. Kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, Kuna watu hapa mtabarikiwa mpaka hamtaweza kuzihesabu hizo baraka. Mtauliwa mashamba mpaka mkasahau mashamba mengine yalipo. Mtafungua biashara mpaka zingine mtazisahau. Kama unaamini sema amen. kama ukiweza kuzihesabu. Ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, Akamwamini Bwana. naye akakuhesabia jambo hili kuwa haki. Mwambie ya kwamba muamini Mungu. Mwamini Mungu, Muamini Mungu mwamini Mungu, ili uhesabiwe haki. ili uhesabiwe. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana Bwana niliyekuleta kutoka Uru ya Kaldani. Ndiyo nchi ambayo walikuwa toka kina Ibrahimu baba yake. Amina. Nikupe nchi hii ili ulisi. Nchi gani? Ya Kanaani, ambayo alishaahidiwa kwamba atakutoa kwenye nchi ya Uru ya Kaldani na kuingiza kwenye nchi ambayo wala sio ya kwenu, wala sio ya baba yake, wala sio ya ndugu yake. Nataka Mungu akupe vitu ambavyo sio vya kwako. Amina. Akupe vitu ambavyo hata kwenye familia yako haijawahi kutokea. Roho yako kwa jina la Yesu. Kikubwa Kuna swali moja Ibrahimu aliuliza zuri sana. Hebu mpigie Ibrahimu makofi. Amina. 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 Sema makofi Ibrahimu anakuona. Amina. 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 Wakati naamini Ibrahimu naona. Amina. Yesu ametuambia kwamba Ibrahimu yupo na amekaa na yeye pembeni na anamfariji Lazaro kifuani. Amen. Kwa ametupa uhakika kwamba Ibrahimu anaishi. japo alikufa ni nafeli. Kuna watu wapo na naamini Ibrahimu naona ya makofi. Sema Ibrahimu akauliza swali. Mwambie ni kweli unaniambia Mungu kwamba huyu mtoto hatalii, huyu Ishmaeli hatalii. Ni kweli mimi sina mashaka na hiyo na kuamini kwa sababu wewe umesema. Simame. Lakini mimi Ibrahimu nitajuaje kama nitayapokea hayo? Nitalipi hayo? Nitajuaje kwamba ile nchi ya Kanaani itakuwa kwangu kweli? Msema akasema, Ee Bwana Mungu, Bwana Mungu, nipataje kujua? kujua ya kwamba mimi nitalipi? Akamwambia, Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3. Nataka kusali na kanisa la leo. Waambie chukua 20 ndio usimame. Utasikia. Kwa baba anasikia sasa tunataka. Lazima 20. Kama mwingine anataka afanye nini sasa? kuna watu walikatikana walio na baraka za Mungu, fahamu zao zimepona, tena wanafurahia kazi za Mungu. Mtu asiyekuwa na ufahamu pia Mungu ni mtu anayeshindanaga na baraka za Mungu. Amina. Ungekuwa ndio ungesema kwa nini upatie ndama wa miaka 3? Kwa nini ungesema Mungu? Wachungaji wa siku hizi wanafi sana.
Sema amen. Nenda kaelekea kwa bibi. Bibi alikuwa ni sana, alikuwa ni bibi wa akili. Bibi mkizee. Hapa mwenye miaka kama Sara kipindi hicho haipo. Naongea? Akasema nenda kaelekea. Kaelekea akafanya kakaleta nani tu Ishmaeli. Sara akasema namtimua sasa hivi akamtimua. Sema amen. Alipomtimua Hajiri amemlaza Ishmaeli kwa kumwacha kijana Ishmaeli, yeye yuko anamlilia Mungu. Mungu anamwambia na mwenyewe nitambariki. Kusema na mwenyewe nitambariki. Maana nini hiyo kakao? Maana nini? Baraka zikuwa za kwako. Kwa sababu yupo na vile atakiwa Mungu. Amen. Kuna watoto na wakataa. Hao watoto ndio ambao watakuwa nguvu yako baadaye. Usipokuwa unatumishi Mungu yako. Wewe iache familia yako shoboka na watoto wale ambao wanafundishwa vizuri huko nje. Sema amen, ndio shoboka nao. Yule ambaye ni maagano usahau uone. Wale watoto wa agano wanakuwa vichwa. Na kosa lile limefanya Ibrahim sawa. Kwa Ibrahim kumpatia aje. Ndio kilo mkuu wake ndio alifanya. Na aenda na wale wazao. Sema amen. Ambaye ni mkwe wa nani? Wa Sara. Sema amen. Hazai. Sema amen. Ni familia ile ndio chimbo ile. Ni vikukuu. Sema amen. Ni vikukuu vya Sara. Sema amen. Naye alikuwa Hazai wakati Hazai Raheli akasema mimi sizai. Ndugu yangu wewe anazaa. Akasema hebu nimpatie mfanyakazi wako aingie kwake. Akapata mtoto wa kwanza anaitwa Rubeni. Sema amen. Huyo mtoto wa kwanza makabila 12 ya Israeli. Akampata Rubeni. Alipata Rubeni kwa mfanyakazi wa Jordan wa Raheli. Kwa sababu Hazai aende shortcut. Nani lazima aende shortcut. Akazae kwa niaba ya Raheli. Sema amen. Kwa sababu Raheli Hazai. Kwa sababu Yakobo alimpenda Raheli kutolea. Inabidi Mungu afunge tumbo la Raheli, afungue tumbo la Lea. Ili Raheli au Yakobo awe na upendo sawa sawa. Nyinyi ambao mnagawa upendo, mnawarani wale ambao mwapendi. Wale ambao mnawapenda mnawarani. Na bariki wale ambao mwapendi. Sema amen. Sema amen. Akaingia tena kwa yule binti amemfanyakazi wa Raheli, akapata mtoto mwingine. Sema amen. Anaitwa Simeoni. Haleluya. Hapo Raheli hana mtoto hata mmoja. Sema amen. Kwa Lea amezaliwa Rubeni. Kwa Lea amezaliwa Simeoni. Kwa Lea amezaliwa Lawi. Sema amen. Amezaliwa kama wanne. Raheli akasema natukana na mimi nafanyaje? Naomba uje kwa mfanyakazi wako. Akaingia ndio akapata mwingine kwa mfanyakazi wa sana. Wakazaliwa. Mungu anamwangalia kwa katikati. Vimezaliwa katikati, vilivyozaliwa mwisho. Mpango wa Mungu haujawahi kuharibika. Lazima Mungu afanye na mtu wewe uamini. Raheli na Mungu na yeye anapata ujauzito. Anazaa mtoto Yusufu. Hebu piga makofi kwa Yesu. Amina. Yusufu amekuwa mtoto wa baraka, ni mtoto wa mpenyo, ni mtoto wa ushuhuda kuliko watoto wote, kwa sababu ni mtoto wa ahadi. Yeye alikuwa mtoto wa kusudi. Japo mama alikosea kwa kuhangaika kumpa bwana wake wengine, alikosea, lakini
Hili somo la leo kati naamka usiku na Mungu. Naomba Mungu nipe hao watu waelewe. Ninatamani leo unielewe kwa namna ya tofauti sana, ili kusaidia maisha. Kuna watu na maisha makubwa ila nimechanganya, mmeharibu ukubwa. Kuna watu Mungu alikuwa anaangalizia kwa upana ndani ya madhabahu, lakini mmeharibu uhusiano wenu na Mungu, mmeacha kutoa sadaka. Ipe akuacha kutoa sadaka. Atapeleka ng'ombe, mbuzi, kondoo, japo ahadi zake hazijatimika. Za kupewa mtoto kwa sana hajasema bali ni kwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na mbuzi mke wa miaka 3, ndio, na kondoo mume wa miaka 3, ndio, na hua, ndio, na mwana njiwa, ndio, akampatia hao wote. Anapaswa kupata vitu vya shortcut unaovitumia ni vita yako ya baadaye. Ni vita yako ya baadaye. Hakuna shortcut kwenye ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu zipo kwenye kipindi chako. Shortcut ni vita yako. Inaweza ni sababu ya wewe kufikia hatima yako. Tulia mbinguni. Niwaambia kama mwanangu amekuja baba anaenda Kenya. Akapiga moto tena. Sema hapo niombea na kisha kuomba wewe. Mungu amesema wewe. Ikiomba amesema wewe. Ikiwa ni miemko. Utakueleza. Hakuna mafanikio kwenye miemko. Sema amen. Sema amen. Unaona hiyo sura ya 16. Sara anampa mume wake Ajili ili aingie kwa apate uzao kwa huyo Ajili. Sema amen. Ni sura ya 17. Unaona Mungu anamwambia Ibrahimu awe mwaminifu. Hapa tunajifunza kwamba uaminifu ndio sababu ya wewe kufikia ahadi zako ambazo Mungu amekuahidi. Nyosha mkono wako juu, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Mungu nijalie neema niwe mwaminifu. Mungu nijalie neema niwe mwaminifu. Sema nifanye kuwa mwaminifu. Nifanye kuwa mwaminifu siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha. Angalia ile mstari wa sura ya 16 mstari wa 7. Ahadi ambayo aliahidiwa miaka mingi. Malaika wa Bwana akaona kwenye chemchemi. Akaona kwenye chemchemi ya maji. Katika jangwa. Chemchemi iliyoko katika njia ya kuendea shule. Ndio. Akamwambia Haji, ndio, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi? Nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako, ukanyeshe chini ya mikono yake. Mwambie mwenzako, rudi kanisani, unyenyekee chini ya mikono ya mtumishi wako. Acha kiburi. Amina. Rudi. Mimi mzee simuelewi. Unielewe. Ndio Mungu ameleta kwa ajili yako. Ameleta kwa ajili yako sheria. Wewe mwenzako mpe. Ndio yuko kwa ajili yako. Amekupigia ndio 10. Utaelewa. Wewe ni mzee. Hakuna nyingine. Mbadala hapa kuna baba wakao, baba wadogo, baba wakubwa, sio baba zako. Mungu akisema baba yako ni herithi tu, ruka futi zote. Hapo ndio kumwagia mafuta tunapata mafuta mtumishi wa Mungu. Utakuwa una kwa wako. Kwa sababu wote ndio baba wa baba na upako wa hewa, kivuli. Mtoto ambaye sio kiuno chako. Hapo akikuita baba, ni sio bisi. Hata bisi mali zako.
apandisi uchumi wake. Dada, wapandisi wake wa kiuno cha. Ninaeleka tu? Kiuno cha. Ili awe mrithi, atumie jina lako ili awe nani? Mrithi. Ninaeleka tu? Lakini Mungu akasema ni elimu. Nenda hapa msomo. Sema mimi. Ingia sisi zote. Na Yesu akawa wiki hapa na mwezi mwaka uongezeke. Kile kinao na moto ile na kujia kwenye usingizi. Wakati na ajali ya usingizi, si ndio mkono. Wakati na ajali ya usingizi, si kule mkono. Na ajali ya usingizi, nyosha mkono. Kimbieni hata futika wengine mnakuja. Utanywa no, zote ingia. Wengine watu lakini sio watu. Mungu akifanya kwa vyombo vyake. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amina. Malaika Bwana anasema rudi kanyenyekee. Bado unyenyekee safari yako. Hayo mzao kwa Mungu. Kuna mambo hayaendi bila. Kuna mambo hautafikia bila. Sema amen. Jambo lingine uwe mkamilifu. Sema amen. Ile 17 tusome. Mstari wa 17 anasema ndio akamwambia Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99 Bwana akamtokea Abraham. Lakini akamwambia akisoma wengine wamekuja kusoma Biblia wasomea kwanza kwa Mungu. Wengine wamekuja kusoma Biblia. Ukisoma hapa na kama Biblia kwa Jumapili. Sasa tusipasaidia hawa leo tukaruka tukajua na kusoma Biblia. Kuna watu wanasoma Biblia leo. Wakati wao wanaisoma kusoma Biblia leo wanasoma kwa Jumapili. Bali kule mwamini. Wengine msinyoshe. Najua wengi. Bwana akamwambia malaika Bwana akamwambia kama wewe una mimba utazaa mwana, yaani akili alipokuwa alikuwa na mimba. Utazaa mwana kiume naye pamoja jina lake Ishmaeli. Maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake. Naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Naye Mungu alimpa makabila 12. Kwetu tunasema Masaidi 12. Alimpa Ishmaeli. Masaidi ngapi? Usije kuona leo. Mstari wa 7 unaona Mungu anamwambia Abraham. Adamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Baada ya kuwa mkamilifu Mungu anakufanya, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akamwambia, sema amen. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litaitwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Jina Ibrahim ina maana kwamba limebeba umataifa. Yes. Jina Ibrahim limebeba umataifa ukubwa. Ubaba. Sema ni ubaba. Sio baba wa familia nyumba. Wao ubaba wa ulimwengu mzima. Ibrahim. Na kama Mungu abadilishe jina lako kwa jina la Yesu. Amina. Sema amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Sema amina. Amina. Jifunze kuwa mwaminifu. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Uaminifu, unyenyekevu, kufungana pamoja vitasaidia sana kuzipokea ahadi za Mungu, kwa sababu Mungu huwa anawaangalia walio wanyenyekevu ili awatendee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sura ya 18 tunamwona Abraham anatembelewa na malaika. Alipokuwa chini ya maoni ya Mamre. Tusome. Bwana
hali, akainua macho yake akaona, na tazama watu watatu wamesimama mbele yake, naye aliwaona. Nataka Mungu akupe macho ya kuona kwa jina la Yesu. Wakati nasoma Bible leo, kuna watu ambao wanaishi kwenye miji au kwenye mazingira, hawaonaji fursa kwenye mazingira kwa sababu wamepigwa upofu kwenye macho yao. Huyo anaelewana na shida kweli, unashika nini? Mgeni samahani, ameiona fursa pale na anapanda mgeni, anamwaga pepo, jana anapita pale ameweka kisemeo 2022 sauti ya nini ile, nasikia 2022 nitakisi tu kwenye gari, nasema wow, tunakufiwa nini? Amina, 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 amina. Kuna vijana kanisani wamekaa miaka hawana kazi ya kufanya, hawajawahi kuona kwamba pale tunapanda Mungu tumevumilia. Haleluya. Wamekaa tu baba, sina hela. Sina hela. Lakini hela ipo. Amen. Nini? Mungu amemfungua macho, ameona. Anauza. Anapiga hela. Anapata hela. Na maisha yanaenda. Asumbui tu kwamba hela ngoja. Kuna ingine kutwa kote ni kutuma tumesema nitumie Mungu. Ya ngoja. Ukiona mtu anakuomba ngoja, kataa. Maana mikono. Unajua hiyo na rangi. Ili imani hiyo sasa. Mama hapo mama. Umekaa miaka 8 hapa. Na vijana. Ukijana ndio kama miezi imaliza na wewe. Anaona fursa pale hapa na Mungu. 2000. Ukijana mwanangu hata mke kapata. Amina, amina, amina. Napitisha sina haja ya kuangalia godoro. Wewe hata godoro usipokuwa nalo mimi nakuozesha. Kwa sababu najua godoro unaweza kulipata njiani. Kuna kijana yule anasema naomba sana. Endelea kuomba. Unajua kusema mtego kwa watu. Kama yeye anaomba hoja. Ndio mpenda. Hiyo ndio kwa sababu ndio kwa vile kiolewa bwana zee. Ukiona umenepe, wewe. Ukiona upendeze, wewe. Mwambie mzee, anza kusoma fursa. Mungu afanye. Mungu hawezi kufanya nje ya ukamilifu na unyenyekevu na kuwa ni jicho la Bwana. Aji alikuwa amepata sehemu lazima. Lakini yake mpaka Mungu akamfungua mahali kwa sababu kisima jua. Kisima jua. Kuna watu na visima vya fedha, vya biashara, vya ujasiriamali, vya mashamba, lakini hawamungu. Baba naelewa. Baba naelewa. Angalia koto kwenye umempitisha Ibrahim, anakuja kumbatia mtoto sura ya heshima moja. Sura ya heshima moja. Sura ya heshima moja. Ndio nampa mtoto sawa anacheka. Anafurahi. Mtoto amezaliwa. Nataka Mungu afanye jambo kwa. Amen. Alafu nielewe. Alafu nielewe. Mungu afungue fahamu. Mungu afungue fahamu. Mungu afungue fahamu. Wakati anasema ibada ya leo imeniamsha. Mungu afungue. Amina. Mungu afungue. Wakati anasema kuanzia leo naamini Mungu atafanya. Amina, amina, amina. Leo yule mtoto ambaye alizaliwa kwa kusubiria, kwa maumivu, kwa subira, ndiye ameibuka kwa mtoto mwenye nguvu kubwa na mpaka amefikisha hapa kulipofika. Isaka amemzaa Yakobo, ndio Israeli, ndio hata Yusufu walikuwa mpaka leo. Ni uvumilivu, ustahimilivu. Mwambie mwenzako jifunze kuwa mvumilivu. Mwambie usiwe na haraka. Mwambie simamia imani yako. Mwambie acha
kulia. Mwambie amini tu. Wangapi wananiahidi wanasema, Baba Apostle Eli, kuanzia leo mimi sitalia tena. Simama.